Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imamul mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'd. Watazamaji wetu, vipenzi vyetu wa channel yetu pendwa ya Rabta TV. Leo tena katika channel yetu hii, katika kipindi chetu cha darasani, tutaangazia hadithi ambazo zinapatikana katika kitabu cha Arba'un an-Nawawi, hadithi ambazo ni misingi ya dini yetu. Na hadithi leo ya kwanza tutaisoma ni hadithi iliyopokelewa na Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, ambaye anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, yakulu, anasema innamal a'malu binniyati, kwamba hakika ya matendo yanafungamanishwa na nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na ana kila mtu lile atakalo nuia malipo yake. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi yule atakayehama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kiamo hicho ama kuhama huko kutakuwa kwa ajili ya Mola wake na mtume wake. Waman kanat hijratuhu ila dunya au imra'atin, na mtu ambaye kwamba atahama kwa ajili ya dunia au mwanamke, basi pia malipo yatafungamana na hicho alichokihamia. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii inatuonyesha ya kwamba msingi wa matendo yetu ni kuweka nia njema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata yale matendo ambayo tunayajua ni kama desturi au ada ya kawaida tunayofanya kila siku, lau tukiweka nia njema, basi tutapata malipo yaliyokuwa kamili. Mfano tunaweza tukatoa, kama utatia nia katika chakula chako, ya Rabbi, na kula chakula hiki ili niweze kupata nguvu za kukuabudu, basi chakula hicho kitakuwa ni kheri kwako wewe na kitakutia nguvu katika mwili wako. Kwa tushikamane na hadithi hii na tufuate mwongozo wetu tuweze kupata baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi, watazamaji wetu, msiache kuendelea kutufuatilia ili muweze kunufaika na kufaidika kwa hadithi nyingi na masomo mengi yanayopatikana katika channel yetu ya Rabta TV, na usisahau kusubscribe na kusikiliza na kufuatilia kila hadithi na masomo yatakayotolewa inshallah, ili Mwenyezi Mungu aweze kutujaza khairi fi dunia wal akhirah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi.